Nilikusogezea taarifa juu ya Captain Ibrahim Traore kuepuka jaribio la kupinduliwa, na nilikwambia ilikuwa ni chupu chupu Ibrahim Traore apinduliwe ndani ya Burkina Faso. Iko hivi: serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mahamadou Sana amesema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa sasa na wa zamani waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi, na amesema kuwa mpango wao ulikuwa ni kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, anasema, lilikuwa ni kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Ametoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa Jumatatu. Kumbuka, Captain Traore ni kiongozi kijana ambaye anaungwa mkono na umma kwa asilimia kubwa, na aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022, akimuondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani Afrika. Tofauti na watangulizi wake, Mwamba Traore, yeye alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana waliomuona kama mzalendo na mkombozi, na aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu alipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali, kwa miaka miwili kuna tofauti kubwa. Akijitahidi pia kuinua sekta za kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi, yani tano, kunamweka kwa kiongozi wa kipekee Afrika. Burkina Faso ni moja ya taifa ambalo limepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake mwaka 1960, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbukwa zaidi ni yale 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka 4 baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré, aliyetawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi ipo katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kijihadi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi hiyo imo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore, ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili 2025, Waziri Sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, viko Ivory Coast, akiwasema maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hiyo. Waziri huyo pia alidai kuwa taarifa nyeti zilifichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi, na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita wanajeshi kadhaa, akiwemo maafisa wawili, walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai hayo, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuwahifadhi wapinzani wake waliokuwa mishoni. Madai haya mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala mwezi Novemba mwaka jana. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger, ambazo zote zinatawaliwa na serikali za kijeshi, zimeng'atuka kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vilevile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi. Pamoja na mengine, zimekuwa zikikumbwa na changamoto za kiusalama mara kadhaa na majaribio ya mapinduzi. Mwamba Ibrahim Traore chupu chupu apinduliwe, lakini inaonekana Mungu yuko upande wake. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.